ya miaka 7 mambo mengi yalitokea katika nchi yetu. Katika kipindi cha miaka 7 ambavyo vyama vya siasa haviji kwenu wa Tanzania kuwaeleza nchi ilivyo, mambo mengi sana yalitokea. Na mengine madhara hayawezi kuonekana nyuma. Madhara yanaanza kuonekana sasa na kwenda mbele, kwa sababu ni mambo ambayo mlifichwa. Vyama vya siasa vilikuwa havina uwezo wa kuja kuwaeleza kwa sababu mikutano imefungwa. Hata wale ambao tulikuwa bungeni tulikuwa tunazimwa, tukiyaongea tunafukuzwa bungeni. Vyombo vya habari vikijaribu kuyaeleza na kuyaandika, waandishi wa habari wanafungwa, waandishi wa habari wanatekwa, vyombo vya habari vinafungwa. Tulikuwa na miaka 7 ya gizani. Ni vigumu sana kuwaeleza kila jambo ambalo lilitokea katika miaka 7 ya gizani. Lakini kwa kuwa mikutano sasa imefunguliwa, na ni muhimu kusisitiza, mikutano ya hadhara ni haki yetu. Mikutano ya hadhara sio hisani ya mtu, ni haki ya kikatiba, ni haki ya kisheria. Tutajitahidi kila tunapokwenda. Sisi ACT Wazalendo awamu hii tumejipangia kwa upande wa Tanzania bara kufanya mikutano kwenye mikoa 8, na katika kila mkoa tutajitahidi angalau kuibua masuala 3 ya kitaifa ambayo yalitokea tukiwa gizani, tukiwa hatuwezi kuja kuwaeleza, ili mjue namna ambavyo nchi yenu ilivyokwenda muweze kufanya maamuzi ya kuachana na Chama cha Mapinduzi ambacho kimefukarisha nchi hii kwa takribani miaka 60 toka nchi yetu ipate uhuru. Katika kipindi cha miaka 7 ya gizani, watu wengi wameumia. Mlisikia taarifa za watu kubambikiziwa kesi ili wailipe serikali. Mlisikia mamia ya watu ambao walikuwa wanapotea bila taarifa zozote. Mlisikia taarifa ya watu ambao walikuwa wanapigwa risasi bila uchunguzi wowote wa kipolisi. Mlisikia taarifa za watu kupotea na mpaka sasa familia zao hazijui watu wale wako wapi. Mlisikia taarifa za waandishi wa habari kubambikiziwa makesi ya upotevu wa fedha, ukwepaji wa kodi na kurundikwa korokoroni kwenye magereza mbalimbali hapa nchini, na hatimaye kununua uhuru wao kwa kulipa. Yote haya yalitokea tukiwa gizani. Juzi wakati wa uzinduzi wa taarifa ya uzinduzi wa Tume ya Haki Jinai, tuliambiwa kwamba baadhi ya fedha ambazo watu walilipa ili wapate uhuru kupitia kitu kilichoitwa plea bargain, kwa kwenda kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP kulipa ili kupata uhuru, baadhi ya fedha hizo ziliingizwa kwenye akaunti za watu binafsi kule China. Sisi kama chama tunasema haitoshi tu kuambiwa kwamba fedha zilipelekwa China. Tunataka kuona uchunguzi wa kina wa nani alipeleka fedha hizo China. Fedha hizo zilikwenda kwenye akaunti ya nani? Na wale ambao walihusika na kuchukua fedha hizo, hatua ziweze kuchukuliwa. Wengine tunaambiwa bado ni majaji kwenye mahakama zetu. Unawezaje kwenda mbele ya jaji ambaye alikuwa akipora mali za watu na kutegemea upate haki? Tunataka hatua zichukuliwe, watu hawa waondoke
watoke kwenye ofisi za umma, hawastahili kuwemo kwenye ofisi za umma kwa sababu walitumia nguvu za dola, walitumia mamlaka walionayo, waliharibu ofisi zao kwa ajili ya kupora watu, kuumiza watu, kufunga watu kwa sababu tu watu wengine walikuwa na misimamo tofauti na serikali. Lazima haki iweze kutendeka, na haki haiwezi kutendeka kama hatua za namna hiyo haziwezi kuchukuliwa. Watu ambao bado wapo kwenye ofisi za umma, awe ni jaji, awe ni nani, kama amehusika katika uporaji wa watu, kuumiza watu, kunyang'anya watu mali zao, ni lazima wachukuliwe hatua. Hatutaki kusikia hadithi za fedha zimekwenda huku, fedha zimekwenda huku. Tunataka watu wachukuliwe hatua. Serikali huwa inasema ina mkono mrefu, inawajua, hakuna masuala ya kulindana. Miaka 7 ya gizani inatosha. Watanzania wanataka kuona haki ikitendeka, na hakuna mtu ambaye anapaswa kuwa juu ya haki. Awe mkurugenzi wa mashtaka, awe jaji, awe nani, ni lazima haki iweze kutendeka na hatua ziweze kuchukuliwa. Hatutaki kusikia maneno matupu. Wakati mnaelezwa kwamba kuna fedha zilikwenda China, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali katika taarifa yake ya ukaguzi inayoishia Juni 2021 alieleza namna ambavyo fedha za mamlaka ya bandari zaidi ya shilingi bilioni 71 zilivyokuwa zinapelekwa bandari ya Mwanza bila maelezo yoyote, na fedha zile kuingia kwenye mifuko ya watu bilioni 71, na mpaka sasa hatujaona hatua zozote zimechukuliwa. Watanzania wanataka kuona yote haya yaliyotokea katika miaka 7 ya gizani, ambayo vyama vya siasa haviwezi kuja kwenu kuelezea namna gani nchi inaendeshwa. Mambo haya yafanyiwe uchunguzi na hatua ziweze kuchukuliwa. Hatuwezi kukaa kimya na kusema hapana, tulindane, aliyefanya haya alikuwa mtu wa chama chetu. Hapana, nchi haiwezi kwenda namna hiyo. Kama tunataka kukomesha vitendo vya ufisadi, vitendo vya ubadhirifu, ni lazima tuchukue hatua katika mambo ambayo tayari taarifa zimetoka, na ni taarifa rasmi, sio taarifa za ACT Wazalendo. Ni taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambaye ameteuliwa na rais anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hatuwazushii Chama cha Mapinduzi. Tunatokitaka fedha zilizokwenda bandari ya Mwanza zaidi ya shilingi bilioni 71 tujue zilikwenda wapi, kwa ajili ya nini, na hatua gani zimechukuliwa mpaka sasa, ili kuhakikisha ya kwamba tunapiga msitari, tunaanza upya baada ya kuwa tumetenda haki. Hakuna swala la funika kombe mwanaharamu apite katika masuala ya nchi. Masuala ya nchi ni masuala yenu. Tukifunika kombe leo, atakuja mwingine atafanya vile vile, mtataka mfunike tena kombe, nchi haitakwenda mbele. Ili nchi iende mbele, lazima ukweli uweke wazi, hatua zichukuliwe na kukomesha masuala kama hayo kuweza kutokea. Wananchi wa Mbagala, katika miaka 7 ya bila mikutano ya hadhara, mlikuwa mnaimbishwa kuelezwa kwamba tunajenga nchi. Serikali ilikuwa inatumia mabilioni ya fedha kununua ndege, tukiaminishwa kwamba kujenga shirika la ndege la taifa ni jambo la lazima. Tulikuwa tunatumia bilioni 500 kwa mwaka kwenye bajeti mwaka 2017, 2018, 2019 kununua ndege. Sisi wenzenu tuliokuwa bungeni tulihoji, tukasema ni kwa nini manunuzi ya ndege ni siri. Tulipohoji, serikali ikaamua kuhamisha mchakato mzima wa kununua ndege kuupeleka ofisi ya rais, ili ukihoji ionekane unahoji masuala ya usalama wa taifa. Tukazodolewa kwamba hatutaki maendeleo ya nchi yetu, na sisi tulikuwa tunahoji kwa nia njema, tukiamini kwamba likitokea tatizo, kama umepeleka manunuzi makubwa kama ya ndege
ofisi ya rais, halafu likatokea tatizo, maana yake ni kwamba unamgusa rais moja kwa moja. Na tuliyaongea haya bungeni, wabunge wa CCM wakatubeza, wabunge wa CCM wakatuzomea. Nataka niwaambie leo wananchi wa Mbagala na Watanzania wote ambao wanatufuatilia, hivi tunavyozungumza leo hii, tunavyozungumza, katika ndege 12 za shirika la ndege la taifa, ndege 6 hazifanyi kazi.